Kwa ndege warudishwe Mwanza kwa ndege. Waliletwa kwa ndege, warudishwe Mwanza kwa ndege kwa sababu waliletwa kwa maagizo na wamepandishwa ndege. Warudishwe Mwanza kwa ndege. Mambo kutuambia Katalama ni basi zuri la kuwarudisha Mwanza, hatutakubaliana nao. Warudishe Mwanza kama walivyowaleta kwa ndege. Mambo ya luxury Katalama sababu yataanza hata Katalama luxury ukikaa siku kwenye city kuna TV, warudishe kwa ndege Mwanza kama walivyowaleta. Kwani Pamba hawana hela wameletwa, hawajawahi kupanda ndege kuja kucheza Dar es Salaam. Wanapanda vikosta sasa hivi ndio wamepewa lile basi lao la ovyo. Leo wajeje nalo wamepandishwa ndege kwa kazi maalum. Ila tuambie sisi tushachafua hali ya hewa, warudishwe Mwanza kwa ndege. Kwani kuna kina nani wamewatuma? Wanawajua wenyewe. Hiyo mimi sina haja kusema. Wenyewe wanajua hii. Yaani hizo kauli tunaposema wale watuma washajua na wenyewe Pamba wanawajua. Kwa hiyo warudishe kwa ndege kama walivyowaleta. Leo Pamba walikuja kwa maagizo maalum. Tena makubwa kwa 100%. Lakini sisi tulichofanya tumewabaka. Mtu akikataa unabaka. Kama kesi tutajua baadaye. Sasa tutaenda kusomewa shtaka Mwanza, ila warudishwe Mwanza kwa ndege. Hayo ndio maagizo ya Simba Sports Club. Hayo ndio maagizo. Warudishwe Mwanza kama walivyoletwa kwa ndege. Mambo kutuambia si basi gani nzuri hatutaki. Bwana, tumzungumzie Clatous Chota Chama. Dakika 45 without Clatous Chota Chama. Dakika 45 za kipindi cha pili na Clatous Chota Chama akiwemo ndani anaendeleza ya pale alipoishia ambako ligi ilikuwa break kwa muda mfupi. Ameleta utulivu. Baada ya kuingia yeye amefanya utulivu, timu yetu imeleta utulivu. Zeni mwisho wa siku umetengenezwa mipango, tumepata goli la pili la Libasa Gay. Kwa hiyo Mwamba kazi yake iko vizuri. Kuna watu walisema wametumwa kwa uchawa wao waende kufanya shughuli, lakini wajue aliyeumbwa, aliyezaliwa na yeye mzazi wake alomzaa kazaliwa. Aliyezaliwa na mzazi wake na aliyemzaa yeye mzazi wake kazaliwa na bibi yake kamzaa alimzaliwa na yeye amezaliwa. Hakuna mtu ambaye katengenezwa. Mungu ndo anajua staili ya sisi binadamu wa kuzaliwa duniani. Kuna watu wanatengeneza mazingira ya mipango yao ilionekane kwamba Chama wanamtengeneza. Tuambie kama wamezaliwa na wazazi wao wakazaliwa na Chama amezaliwa na wana Simba amezaliwa, kauli zitakuja kuwaponza. Zitakuja kuwaponza. Hapo unamaanisha nini hapo? Kuna watu wanajua ninavyosema. Unajua maneno ninayosema kuna watu wanajua. Kama waliowapandisha ndege na waliosema kwamba Mwamba wa Lusaka wanafanya mipango ili haribikiwe. Wamezaliwa na sisi tumezaliwa na hata kuna watu wengine wamezaliwa. Kwa hiyo sisi tunachosema hivi, kama wao wamezaliwa na mwingine amezaliwa na bibi yake mwingine amezaliwa. Ila tunachoambia Mwamba wa Lusaka baada ya kuingia kuna utulivu kaufanya na tumefanikiwa kufanya vizuri leo. Na tuambie Mwamba wa Lusaka hata Mbeya hata kuwepo. Vipi dalili za ubingwa bado zipo? Tumesema mechi zetu 5 zote lazima tupate matokeo. Leo tumeshakula 1, bado mechi 4. Tusubiri mechi 4 zilizobaki. Mwenyezi Mungu akijalia inshallah tutapata matokeo na kila kitu kitaenda vizuri.